Natamani namna gani ya kusaidia jamii yangu kutokana na wimbi hili la umaskini. Tuna kata nyingi sana kwenye upande wa Tarime vijijini, lakini wimbi la umaskini ni kubwa. Mgawanyo wa rasilimali zetu hauko sawa. Nini kifanyike ili angalau jamii nyingi iweze kunufaika? Kwa jina naitwa Nicolaus Chichake. Kama ulivyotangulia kusema, mimi ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Kemanyanki Contractors, na pia ni mkurugenzi wa Chichake Sport Bar and Grill. Kemanyanki ina historia kubwa. Historia yake iko hivi. Binafsi kipindi nimemaliza elimu yangu ya chuo kikuu, nilirudi nyumbani. Tulipokuwa tukifanya maisha yetu ya hapa na pale, tulijikuta kwamba jamii yetu kubwa ina shida, na vijana wengi ambao tunalingana walikuwa wakivamia sana mgodi. Kwa hiyo tukakusanyana vijana wa eneo linalozunguka mgodi ili kuangalia namna gani tunaweza kuangalia fursa zilizopo tuweze kuokoa vizazi na vijana ambao tuko nao. Kwa hiyo tulikaa kwa pamoja tukaangalia kwa nini vijana wenzetu wanavamia mgodi. Tukaja na wazo ambalo tuliuomba mgodi. Tukaona Nyamongo na maeneo yanayozunguka North Mara kuna fursa nyingi sana. Tunawezaje kutumia hizi fursa ili kuwa chachu ya vijana wale kutoendelea kuvamia mgodi? Tukauomba mgodi, tukakaa nao pamoja. Tunashukuru sana mgodi wa North Mara kwa namna ulivyopokea wazo letu. Ulipokea wazo katika mfumo wa chanya kabisa na ukatuunga mkono, ukatoa fursa ambazo fursa hizo sasa zikawa kwanza ni kwa ajili ya jamii inayozunguka mgodi. Kwa hiyo baada ya kukaa kwa pamoja, tuliunda kampuni ambayo inashirikisha kata zote, ambapo ukiangalia neno Kemanyanki linaunganisha kata 5 ambazo zinazunguka mgodi wa North Mara. K inamaanisha Kemambo, kuna Matongo, kuna Nyamwaga, kuna Nyarukoba na kuna Kibasuka. Kwa kiasi kikubwa kwa fursa tunazokuwa tunazipata ndani ya mgodi wa North Mara zinakuwa ni ajira na fursa ndani ya hivi vijiji. Kwa hiyo tunatoa fursa stahiki kulingana na vijiji hivi vinavyozunguka mgodi kwa zaidi ya 80%. Kwa hiyo lengo kubwa ni kupunguza vijana wengi kutovamia ule mgodi, na kwa kiasi kikubwa angalau vijana wengi wamepata ajira na wanajisaidia na wanasaidia familia zao. Ajira kubwa zilienda kwa wale vijana moja kwa moja waliokuwa wanavamia mgodi. Na cha pili, tumeendelea kutoa elimu na kuonyesha namna gani tulivyo na fursa nyingi ambazo zinaweza zikatumiwa na hao vijana na watu mbalimbali kwa ajili ya kuokoa kizazi ambacho kinaenda kuvamia kinyume cha utaratibu. Tunatoa elimu kwenye vikundi, lakini tunatoa na elimu ya ujasiriamali kwa vijana wetu, kwa sababu ajira tulizonazo haziwezi kutosheleza jamii yetu yote. Lakini tunachokifanya kingine ni kwamba kwenye jamii yetu vile vikundi ambavyo vinakuwa vinajishughulisha na ujasiriamali ni sehemu mojawapo ambao tunaenda kutoa elimu na kusaidia pale tunapoweza, ili angalau vijana wengi waone fursa mbadala kuliko fursa za kuvamia mgodi. Ajira tunazokuwa tunatoa nyingi ni za reba, ambapo tunapokuwa tunapata kazi kwenye mgodi wa North Mara. Let's say tumepata kazi ya kufanya kitu fulani. Tunapohitaji watu wa kufanya ile kazi, tunachukua watu wa kutoka maeneo haya. Na vile vile tunatoa ajira kwenye kazi za nje. Tunapokuwa tumepata miradi yetu ya nje, vile vile tunashirikisha jamii yetu kutokana na vile vijiji vyote na kata zote zinazozunguka mgodi. Na kwa asilimia zaidi ya 20 tunatoa nje ya hizo kata. Kwanza tupende kushukuru kwa upande mkubwa sana. Ukienda kuangalia kata zinazozunguka mgodi zina maendeleo makubwa sana na sio haba, na hii ni kutokana na ushirikishwaji na uhusiano mzuri uliopo kati ya jamii na mgodi wa North Mara. Kitu ambacho naweza nikasema kwa jamii kubwa kwa sasa hivi imechangamkia fursa, na hasa jamii inayozunguka mgodi wa North Mara. Kikubwa ni namna gani tunatumia zile fursa tulizonazo. Hiyo ndio changamoto tunayokuwa tunaipata. Kwa hiyo tunahitaji kuunganisha jamii yetu yote ya Tarime vijijini ili angalau tunapokuwa tunapata fursa tuweze kushare, kupunguza janga kubwa la umaskini na ukosefu wa ajira ndani ya Tarime vijijini. Kwanza tunatamani Nyamongo yenye maendeleo makubwa kulingana na uchumi uliopo. Kikubwa tunahitaji miundombinu yote
inayotakiwa kwa ajili ya jamii hii. Nyamongo ina fursa kubwa, sio sehemu ya kulalamikia changamoto ndogo ndogo. Kwa tunahitaji Nyamongo ambayo ina miundombinu iliyo sawa kulingana na kipato chetu. Bado Nyamongo na ukanda huu wa North Mara una changamoto, japo sio nyingi sana. Lakini changamoto kubwa tulionayo ni upatikanaji wa maji. Upatikanaji wa maji bado ni changamoto kubwa, lakini maeneo yetu watu kulipa maeneo na kuhama bado vile vile ni changamoto. Lakini tuna changamoto za miundombinu ya barabara. Bado barabara zetu haziendani na hadhi yetu. Tuna shida sana kwenye upande wa elimu, walimu hawatoshi. Inawezekana tuna majengo ya shule lakini walimu hawatoshelezi katika majengo hayo. Kwa hiyo wakati mwingine tumekuwa na ufaulu mdogo sana kwenye baadhi ya shule za kata zetu. Upande wa siasa muda wake utafika. Lakini iwapo jamii yangu itasema Chichake karibu utusaidie 1, 2, 3 kwa jimbo letu, nipo tayari. Kwa sababu cha kwanza kikubwa ni namna gani ya kusaidia jamii yetu. Ndicho nilicho nacho moyoni mwangu. Hata hapa nilipo, kabla sijaenda huko, natamani namna gani ya kusaidia jamii yangu kutokana na wimbi hili la umaskini. Lengo langu kubwa ambao nalitamani Tarime vijijini na sehemu zingine, watu tujikite kwenye kufanya maendeleo. Usisubiri mpaka mtu fulani aje kwa ajili ya maendeleo yako. Maendeleo yanaanza na wewe. Ukikuta mfano ukiangalia kwenye upande wa kata zetu, tuna kata nyingi sana kwenye upande wa Tarime vijijini. Lakini wimbi la umaskini ni kubwa. Mgawanyo wa rasilimali zetu hauko sawa. Nini kifanyike ili angalau jamii nyingi iweze kunufaika? Cha kwanza ni kupata mtu sahihi ambaye anaweza kutuunganisha. Atuunganisha kwenye kota ya Goronga, kama ni Itirio, kama ni Komaswa, Kemambo, watu wote waungane. Ni kwamba jamii yetu nyingi huko vijijini umaskini umekithiri. Lakini si kwamba umaskini ule umekithiri kwa makusudi. Hawajapata mtu sahihi wa kuwaonyesha. Lazima apate mtu sahihi wa kumuonyesha soko liko hapa. Kuna vijana unaenda huko Bumela, vijana wanajikuta wamejiingiza kwenye matukio hata kuvuta bangi. Kwa sababu moja, hawana cha kufanya. Hawajapata fursa za kufanya. Sasa wanahitaji mtu wa kuwaunganisha. Serikali yetu ni sikivu. Huwa inatembelea maeneo yote. Lakini cha msingi ni namna gani wewe uliopo hapo Bumela, uliopo hapo Mbogi, unaweza ukawa na chachu ya maendeleo kwenye eneo lako. Ili unapokuwa unatembelewa, basi at least mtu aone kwamba unatija ya kuweza kusaidiwa. Kwa hiyo ni wito wangu kwenye jamii yetu. Kabla hata ya uongozi huu, hata kabla ya siasa, lazima tufanye maendeleo. Siasa ni sehemu ya maisha yetu, lakini maendeleo ni ya kila siku. Tusiwe wachoyo wa kutoa fikra kwa vijana wetu na elimu. Tuwaelekeze ndugu zetu. Kuna wakati mwingine unaweza ukawa na kutoa elimu juu ya matumizi bora ya kifedha. Jamii yetu kubwa sana imekuwa maskini kwa sababu hawana elimu kubwa sana ya kifedha. Kwa wale ambao wana uwezo na wana nafasi ya kuweza kutoa elimu, wafundishe jamii yetu, waisaidie namna bora ambavyo tunaweza tukapunguza umaskini. Wakati mwingine umaskini unaongezeka kwa kukosa tu elimu, si kukosa mali. Tarime vijijini tuna rasilimali kubwa, na nataka nikuhakikishie mwandishi wa habari, Tarime vijijini ni tajiri. Ni namna gani tu ya kuunganisha watu kushare huo utajiri. Kwa hiyo sisi tuna rasilimali kubwa. Ukienda kuangalia kwa Tarime vijijini, tuna misimu miwili ya kulima. Na tunapata mazao mengi. Tuna madini, tuna ufugaji. Hatuna kitu tunachokikosa. Na ukienda kuangalia kwa upande wa kata Matongo na Kemambo, bado tunaenda kujenga soko kubwa ambalo litakuwa na mvuto. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tuna sehemu kubwa ya maendeleo. Tunachokihitaji kikubwa ni ushirikiano. Namna gani kiongozi yoyote, mdau yoyote kwa pale alipo, namna gani anatoa mchango kwa ajili ya jamii yake. Wale tulioko pale kwenye maeneo yetu, tuwe chachu ya kwanza kwa ajili ya maendeleo ya maeneo hayo. Sisi ndio tunaweza kuita wawekezaji, na sisi ndio tunaweza kuleta wageni katika maeneo hayo. Tutengeneze mtandao kuleta wageni na wawekezaji katika maeneo hayo. Kuna maeneo mengi sana ya dhahabu katika wilaya Tarime. Lakini
wawekezaji watafikaje, mahusiano yakoje. Lazima tupate watu ambao ni sahihi, ambao wanaweza kukaribisha wawekezaji kwa ajili ya kuwekeza katika maeneo yetu. Usalama, nashukuru kwa wilaya ya Tarime sasa hivi ni salama na mahusiano ni mazuri sana. Tuendeleze mahusiano mazuri kwenye jamii yetu na tuitangaze Tarime vijijini nje na ndani. Kiongozi ama binadamu wanachukulia kama ile GB. Ni uwezo gani wewe kichwa chako kinao? Una uwezo gani wa kubeba mambo? Kifua chako kikoje? Yawezekana kifua chako ni GB ndogo. Na ukienda kuangalia changamoto tulionayo katika wilaya ya Tarime na hasa Tarime vijijini, hata ukiangalia viongozi wengi, maendeleo yaliyopo Tarime yana kasi kubwa kuliko viongozi wengi waliopita. Utaenda kuangalia mfano kwa Tarime vijijini, unaweza ukawa unazungumzia changamoto hii leo, ukienda Dar es Salaam ukirudi, watu walishaimaliza hiyo changamoto. Watu sasa hivi wanahitaji umeme. Mtu ana hela ya kupata umeme, lakini anaambiwa nguzo haimna. Ni kwamba kwanza huyo mtu ana uwezo wa kufanya nini? Kupata ule umeme kwa gharama zake, lakini nguzo afanye nini? Haipo. Kwa hiyo kuna maendeleo yanaenda spidi sana. Kwa mimi nashukuru, lakini kwenye upande wa ushirikiano, cha kwanza lazima viongozi wao wavumilivu, wapokee mazuri na mabaya, lakini tujue ya kwamba hauongozi familia yako, unaongoza jamii. Ni namna gani unajibu kwenye jamii? Kama kuna sehemu inakushinda, shirikisha waliokutuma. Ukienda ukiambia jamii, jamani mlilonituma mimi nimeshindwa, jamii hiyo hiyo kama mlishirikiana vizuri itakupa majibu ya kufanya. Lakini kama umefanikisha na umeleta la ziada, watakupongeza. Kwa hiyo niombe, kwa sababu tuna lengo moja, wale viongozi na ambao sio viongozi, tushirikiane, kwa sababu ile sio swala binafsi, ni swala la umma. Kwa hiyo twende kwa umma. Umma utasema, usilazimishe umma useme nini. Acha umma utafakari na useme nini. Hapo ndipo tutakuwa tumepata watu sahihi na kwa wakati sahihi. Maendeleo ni makubwa yanaonekana kwa sehemu mbalimbali. Tatizo ni kwamba tu Tarime vijijini, maendeleo tulionayo hayaendani na hadhi yetu. Kwa hiyo ni swala la kuongeza juhudi kuendana na spidi yetu. Sisi sio watu wa kuendelea kulalamikia barabara na hasa barabara za mitaa. Mimi natamani uchaguzi wa uhuru na haki na uchaguzi ambao umeshirikisha watu. Kama unavyojua, serikali yetu imetengeneza utaratibu mzuri. Usilazimishe watu, usiwakonvinsi watu kwa nguvu. Wape sera, usinunue watu, kwa sababu utatengeneza deni kubwa. Deni zuri ni lile ambalo wanakukabidhi walichokutuma na wewe unawaletea kile ambacho wamekutuma. Rais Magufuli nilikuwepo na nilikuwa najitambua kama hivi. Aliacha legacy kubwa na alikuwa ni rais wa wazi. Alikuwa akitoa elimu nzuri kwa jamii hii. Kwa hiyo ni kumbukizi ambalo halitasahaulika, na ni vyema tukaiga yale yote mazuri ambayo rais wetu alituachia. Na kwa kiasi kikubwa ninaona serikali iliyopo madarakani imeweza kutekeleza mengi sana aliyotuachia rais Magufuli, na vile vile na kuongeza mengine zaidi kwa mustakabali wa maendeleo ya Tanzania yetu. Kwa ukienda kuangalia kwa sasa hivi, mikoa na wilaya nyingi zinapitika na zimeungana katika mawasiliano, lakini na huduma zingine hizi zimeweza kuimarika, za usafiri wa anga, usafiri wa treni. Ni vitu ambavyo na nashukuru Mungu, tena vivyo na umeme umeanza kutulia. Ni swala ambalo tunaweza tukashukuru Mungu, na sisi niombe tu tutoe ushirikiano kwa serikali yetu, kwa sababu serikali inatuongoza sisi, na sisi tutoe ushirikiano kwake ili angalau tuweze kufikia pale ambapo tunapatamani. Tusio watu sana wa kulalamika. Tuonyeshe wapi ambapo tunahitaji kuonyesha chachu. Kama kuna jambo ambalo halijaenda vizuri, basi unayo haki wewe kama mwananchi, kama mdau, kusema kwamba jamani 1 2 3, serikali ni sikivu, ina watu wake mpaka maeneo haya, itasikia na itakuja kuangalia namna gani ya kutatua changamoto ambazo tunazo. Cha kwanza, migogoro mingi
imekuwa ikisababishwa na watu ambao hawana nia nzuri. Migogoro mingi imekuwa ni ya ardhi. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa upande huo, maeneo yale ambayo yana migogoro ya ardhi, kila kitu lamani zipo na viongozi na watu wazima wapo, watu wa busara. Tuwe na moyo wa kusikilizana kwa ajili ya kutatua migogoro ya hapa. Lakini pili, nimetangulia kusema kwamba kila eneo la wilaya Tarime lina fursa. Yawezekana wewe hauna dhahabu lakini unavua. Yawezekana wewe hauvui, una ardhi ya kilimo. Unalima. Yawezekana wewe haulimi lakini unafuga. Ni namna gani ambayo tunaweza kutumia zile rasilimali? Lakini pili, tuangalie namna gani ya kutumia changamoto zetu kuwa fursa. Kila changamoto unayoweza kuililia ina fursa yake. Kwa hiyo tutumie zile changamoto tutengeneze kama sehemu yetu ya mafanikio. Namna gani tunavyoweza kutatua changamoto A kwenda B, inawezekana ikawa ni fursa 1, 2, 3. Tunalilia wakati mwingine tunakosa ajira. Tujiulize, huyu anayeajiri yeye amepata wapi kuajiri? Lazima tuanze hapo. Moja, unapoweza kujitengeneza wewe mwenyewe. Chukulia mfano tu, umeanzisha kiwanda cha kuchoma tu milango. Hauwezi kuchoma mwenyewe. Serikali imeleta umeme. Serikali imefikisha miundombinu. Sasa wewe ukishaanza kiwanda, hata ukiajiri watu 3 huko kwenu, ni rahisi maendeleo kusogea. Lakini kama wewe hautataka hicho kitu, nani atakifanya? Waajiri watakuaje? Sisi bado tunaendelea kuzaa. Kizazi ni kikubwa. Serikali haina uwezo wa kutuajiri watu wote. Ni vyema sisi wenyewe tukaangalia njia mbadala. Tujiajiri sisi wenyewe na tuajiri wachache ili angalau kuvutia. Lakini tukikaa tukilalamika kwa ajili ya kusubiri serikali, tutalalamika mpaka tutazeeka. Kwa hiyo ni vyema sana sisi kama jamii tukaangalia katika mazingira yale tunayoishi, namna gani ya kutengeneza fursa ili angalau tuweze kupunguza huu ukakasi wa ukosefu wa ajira.